Kwangu binafsi siku hii ni ya shukrani maalumu kwa Mwenyezi Mungu kwa kunijalia kushuhudia siku nyingine ya kumbukumbu ya kuzaliwa kwangu au kuja kwangu duniani, siku ambayo nimeichagua kuadhimisha kwa kupanda miti katika maeneo kwa mwaka huu, maeneo haya ya Bunge Kilimo, lakini pia kule nyumbani Kizimkazi. Lakini tunakumbuka kwamba mwaka juzi niliadhimisha siku kama ya leo kule mkoa wa Kaskazini Unguja, ambako ni Donge. Tulikwenda tukapanda miti kwenye eneo ambalo limeathirika vile vile. Kwa tutakuwa tunazunguka kupita na kupanda miti, na hili ni funzo kwenu ndugu zangu. Kila maeneo ambayo yameathirika, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, simamieni yapandwe miti, na tusisubiri lazima siku maalum kama hizi, lakini turudishe mazingira ili mazingira yarudi kwenye hali yake na yaendelee kutupendelea. Ndugu zangu, kupanda miti, na nimechagua jambo hili ili kutimiza wajibu wangu kama Mtanzania na kama binadamu ninayewajibika kuitunza na kuhifadhi sayari yetu ya dunia tuliyokabidhiwa na Mwenyezi Mungu, lakini vile vile kuacha urithi kwa vizazi vinavyokuja. Sisi tulirithi uoto wa asili mwingi sana, tulirithi nchi yetu ikiwa haijaharibiwa kiasi hiki, tulirithi miti mingi ya matunda iliyopandwa mashambani na ile inayojiotea tu maporini. Lakini leo mtoto wetu akitaka kula pera lazima aende akalinunue sokoni. Sisi tulikuwa tunapita tuko msituni na tunakula mapera aina yote tunayoyataka. Tunaingia mpaka mashambani kwa watu, tunachuma bila kuomba, tunachuma kisha tunakimbia zetu, lakini miti hiyo ilikuwepo. Sasa miti imepotea. Ni wajibu wetu kurudisha uoto wa asili, kurudisha miti ya asili ya nchi yetu ili kuleta urithi kwa watoto wetu. Nitumie nafasi hii vile vile kuwapongeza Watanzania wote waliozaliwa tarehe na mwezi kama wa leo. Najua wapo wengi, mimi na wenzangu wengi sana, wa mwaka mmoja na miaka iliyofuatia wengi sana, na niwasihi tuungane pamoja katika zoezi hili muhimu la kuhuisha uhai na mustakabali wa mazingira yetu. Ndugu wananchi, zoezi hili tulilolitekeleza leo ni wajibu wetu sote kutunza mazingira ya nchi yetu kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho. Kwa msingi huo, ninaungana na kauli mbiu ya tukio hili inayosema uzalendo ni kutunza mazingira, shiriki kupanda miti, na niwapongeze wote tulioko hapa katika kupanda miti. Lakini kabla sikuja hapa, nilikuwa naangalia TBC, naona mikoa mbalimbali nchini, wilaya mbalimbali zinaendelea na zoezi hili leo 27 ya kijani. Ndugu zangu, mabadiliko ya tabia nchi si hadithi wala maneno ya nadharia, ni uhalisia tunaouona na kuishi nao. Nchi zote duniani zinakabiliwa na athari za mabadiliko ya tabia nchi kama vile ongezeko la ukame, mvua zisizotabirika, mafuriko makubwa, kuongezeka kwa kiwango cha joto na kuongezeka kwa kina cha bahari. Kwa nchi yetu Tanzania, athari hizi zinagusa moja kwa moja maisha ya wananchi na ustawi wa taifa kwa ujumla, ikiwemo kadhia ya kukosekana maji safi na salama, lakini pia uchache katika uzalishaji wa chakula, na pia inaathiri afya ya mwanadamu. Upandaji wa miti ni moja kati ya njia mahsusi za kukabiliana na athari hizi, lakini pia mti unaopanda leo na kuutunza leo utaleta mvua siku zijazo, utaifanya ardhi iwe salama kwa uzalishaji wa chakula, itahifadhi vyanzo vya maji na kufanya nchi iwe na maji ya kutosha, lakini pia ni ustawi wa wananchi wanaokuja mbele yetu, wa vizazi vinavyokuja mbele yetu. Ndugu zangu, tunapopanda miti leo hatufanyi kama ni sherehe tu, bali tunatekeleza kwa vitendo ajenda ya 2030
ya malengo ya maendeleo endelevu yani SDGs, na hususan lengo namba 13 la kuchukua hatua dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi kwa kupunguza madhara ya mabadiliko ya hali ya hewa na kuongeza ustahimilivu wa jamii zetu. Vile vile tunatekeleza lengo namba 15 la ajenda za 2030 za SDGs ambalo ni kulinda uhai katika ardhi. Kulinda uhai katika ardhi kwa sababu kupanda miti na kutunza miti ni hatua ya kulinda misitu, kurejesha uoto wa asili, kuhifadhi bioanuwai na kuhakikisha ardhi yetu inaendelea kuwa na rutuba na uhai kwa vizazi vya sasa na vijavyo. Hatuishii hapo pia. Tunapopanda miti tunatekeleza lengo namba 2 lile la malengo ya SDG ambayo ni food security au kule imeandikwa zero hunger, kuondosha kutokuwa na chakula. Tunatekeleza lengo hilo pia. Tunatekeleza lengo namba 3 la afya na ustawi wa jamii, sababu kwenye chakula ndiko kwenye afya, lakini miti vile vile ni dawa. Kwa hiyo tunatekeleza lengo namba 3 la afya na ustawi wa jamii. Pamoja na yote, kama nilivyosema, kupanda miti ni kuhifadhi maji. Kwa hiyo tunatekeleza pia lengo namba 6 la clean water katika malengo yale ya SDG. Ukiyajumulisha yote hayo, tunatekeleza lengo namba 1 la SDG ambalo ni kuondoa umasikini. Kama tuna afya nzuri, tuna chakula cha kutosha, ardhi yetu nzuri, tunavuta hewa nzuri, tunafanya vizuri biashara ya hewa ukaa, fedha zinaingia nchini kwa maendeleo yetu, hiyo ni kuondoa umasikini. Kwa ndugu zangu, kwa ujumla, kutunza miti ni hatua ya kulinda uhai wa mwanadamu. Niwashukuru sana katika hilo. Kitaifa, tunapofanya yote haya katika lile lengo la kuondoa njaa, tunatekeleza lengo letu la 1030 katika sera yetu ya kilimo. Yaani itakapofika mwaka 2030, sekta yetu ya kilimo ambayo sasa hivi inakuwa kwa 4.6, tunataka ikue kwa 10%. Yaani tuzalishe, kilimo kizalishe kwa 10% na kichangie vizuri sana kwenye pato la taifa. Vile vile kimataifa, nchi yetu ni sehemu ya juhudi za dunia za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kupitia mikataba mbalimbali ya tabia nchi, kupitia mikataba mbalimbali ya kimataifa ikiwemo mkataba wa Paris unaosisitiza nchi kuchukua hatua za pamoja za kupunguza hewa ukaa na kuongeza uwezo wa kukabiliana na athari za tabia nchi. Hapo napo kama nilivyosema, pana biashara, na Tanzania tumeanza kufanya biashara hii na wilaya zenye misitu mingi zimeanza kufaidika na biashara hii, wanapata fedha na wanafaidika na biashara hii. Mfano mmoja ni wilaya ya Tanganyika ambayo kupitia fedha hizi wanaweza kujenga shule wao wenyewe, wanajenga vituo vya afya wenyewe na miradi mingine ya maendeleo wanafanya kupitia fedha hizi. Kwa hiyo tukipanda miti kwa wingi, hapa pana biashara ya kutosha kupata fedha za miradi midogo midogo ya maendeleo. Ndugu wananchi, idadi ya Watanzania inaendelea kukua kwa kasi, na katika miaka michache ijayo tutafikia idadi ya watu milioni 70 kwa makisio, ikiwa Watanzania milioni 30 tu watapanda mti mmoja kila mwaka na kuutunza hadi ukue, tutakuwa na idadi kubwa ya miti kila mwaka. Nusu yetu tukipanda, tutakuwa na idadi kubwa ya miti kila mwaka, na ndani ya miaka michache tu taifa letu litaweza kubadilika kwenda kwenye maliasili ya uhakika na ustahimilivu wa mazingira. Hivyo ni wajibu na uzalendo kwa taifa letu, ikiwa kila mmoja wetu atashiriki kufanikisha ajenda hii muhimu ya mazingira. Ndugu zangu, serikali itaendelea kusimamia ajenda ya utunzaji wa mazingira na kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Swala la mazingira ni miongoni mwa nguzo za utekelezaji wa Dira ya Taifa ya Maendeleo 2050 ambayo ni uhifadhi wa mazingira na ustahimilivu wa mabadiliko ya tabia nchi.
na hapa nimpongeze Waziri wa Mazingira kwamba wizara yake imeanza utekelezaji wa dira yaliyomo ndani ya dira hii ya 2050. Msingi huu unahakikisha matumizi endelevu ya rasilimali za asili na kuimarisha uwezo wa taifa wa kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi kwa manufaa kama ilivyosema kizazi chetu, lakini na watoto wetu wanaokuja. Na hapa nitoe maelekezo kwa mamlaka za upimaji ardhi na upangaji miji nchini kote kuhakikisha kwa katika upimaji wa maeneo mapya wanazingatia kutenga maeneo ya kijani na nafasi ya upandaji miti katika mipango ya makazi na matumizi ya ardhi ili kuwawezesha wananchi kupanda miti na hivyo kujenga makazi yenye ustahimilivu wa kimazingira. Ninapohitimisha, ndugu wananchi, nataka nirejee tena rai yangu kwamba tujenge utamaduni wa kulinda na kuhifadhi mazingira yetu, na zaidi turithishe utamaduni huu kwa watoto wetu. Mtoto akipanda mti na akausimamia akiwa mdogo, anakuwa na upendo na mazingira na fikra za kulinda mali